haki itendeke, inatuumiza. Huwezi niambia mtoto wangu anaweza kujinyonga mwenyewe. Alivyokutwa sio kitendo cha kusema amefanya mwenyewe. Kwa taarifa ya daktari alisema yeye anachoweza kueleza ni kwamba marehemu alikufa kwa kukosa hewa. Daktari alimshika sehemu za shingoni na hata hili koromero pia lote limekatika, pasipo kuweza kumfanyia hata postmortem na nini. Koromero pia limekatika, akatuonyesha mpaka huku kamba imepita. Sawa. Baada ya hapo akatuonyesha kucha. Mwanadamu anapobanwa pumzi kukosa, huwa akatuambia tuangalie mpaka kwenye kucha kuna rangi za kijani. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hii ni safari ya mwisho ya Shabani Sadiki, mtoto mwenye umri wa miaka 14 anayesoma shule ya msingi Suye jijini Arusha, darasa la 6. Alifariki dunia siku ya Jumamosi kwa jirani. Kwa mujibu wa taarifa ya mzazi wake, dada yake pamoja na ndugu wanaeleza kwamba walimfuata mtoto huyo kwa jirani ambako ilikuwa ni jioni kwa ajili ya kuja kula chakula nyumbani kwao, lakini wakakuta tukio hilo. Walifanya jitihada mbalimbali kwa ajili ya kumpeleka hospitalini, lakini walifika hospitali tayari Shabani alikwisha fariki dunia. Lakini leo ni safari yake ya mwisho ambapo amezikwa hapa nyumbani Suye, kata ya Kimandolo. Lakini tumezungumza na familia wakieleza kwamba taarifa za awali za kifo cha Shabani zimeeleza kwamba alikosa pumzi kwa mujibu wa daktari alivyowaeleza. Lakini wao wanaomba mamlaka zinazohusika ikiwemo jeshi la polisi kufanya uchunguzi zaidi na wote waliohusika kwa namna moja ama nyingine katika kifo cha Shabani waweze kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Katika siku hiyo ya tukio, Shabani alikutwa na dada yake akiwa na kamba ya kiatu shingoni, huku imefungwa kwenye waya wa kamba ya kuanikia nguo, jambo ambalo mpaka sasa utata mkubwa wa kifo chake. Lakini wameongeza kwamba ndugu, eneo la koromeo ni kama limekatika, lakini maeneo ya vidole yamekuwa kama yamebadilika, ambazo hizo ni dalili ya mtu ambaye amekosa pumzi. Tafadhali naomba haki ifuatwe, kwa sababu inaonekana watu wanatoa hela, wanatoa rushwa. Mtoto wangu anataka kufanywa kitendo cha ukatili, alafu hakuna kinachoendelea mpaka sasa hivi. Unamaanisha nini ukisema kwamba rushwa inatembea na kati upelelezi? Mapolisi hawatoi majibu yanayoridhisha. Polisi akiulizwa hivi anasema daktari anajua, akifuata daktari, polisi anasema daktari anasema, polisi ndio wana majibu kamili. Sijui ukweli ni upi, sijui nini wanaficha. Haki itendeke, inatuumiza. Huwezi niambia mtoto wangu anaweza kujinyonga mwenyewe. Alivyokutwa sio kitendo cha kusema amefanya mwenyewe, hapana. Anasema amekosa tu pumzi. Kwa hiyo maana yake tafsiri yake ni kwamba amenyongwa ama amejinyonga. Kaka, atakosaje pumzi mwenyewe ndugu yangu? Yaani kwa nini? Pale wamepeleka ni ushahidi, lakini yule mtoto hakuna kitu amefanywa ndugu yangu. Tuangalieni na hili. Sisi sote ni wazazi, usiongee tu kirahisi. Je, ungekuwa ni wako ungejisikiaje? Lingeisha hivi kama unavyotaka la kwangu liisha? Isha, lakini upelelezi unaendelea. Hawaonyeshi ushirikiano wala ile kitu kama kimefanyika kinamuumiza mtu. Hawaonyeshi hicho. Sina uhakika na hilo la kutoroshwa, ila jana nilimuona kweli na anaongea kauli kwamba ile sio kamba ya kumnyongea mtoto. Kwa kama ile kamba haijamnyonga mtoto, je, nini kimemuua mtoto? Ni kipi? Tafadhali wangeniambia tu ukweli, nini wamemfanya mtoto. Na kama mimi ninavyojua, mtu kikamatwa kipeleko polisi Jumamosi kuna kuaga na dhamana. Na ile dhamana itoke mwenyekiti anahusika, balozi anahusika, si ndio? Alitolewa wapi dhamana yeye usiku wa manane kurudi nyumbani? Alitokaje kule? Nini kilifanyika? Kaka amekutwa na kamba ya kiatu. Sijui unanielewa, kamba ya kiatu. Hajakutwa miguu imening'inia juu. Amekutwa mtoto wangu amepiga magoti, yani
mikono imeshika chini na mwili uko chini. Sijui mnanielewa. Hajakutwa amening'inia, ni amewekwa, kwa sababu kamba imefungwa kwenye kamba ya kuanikia nguo, ndio ikashuka mpaka pale alipo, na hajakutwa kaning'inia, kalala. Ni shingo tu ndio ilikuwa imening'inia pale. Hapakuwa na uwezo wa kushindwa kujisaidia. Alikuwa na uwezo wa kujisaidia kama kweli alidhamiria kwa injected. Hawezi kaniambia haelewi, wakati yeye ndo alimchukua mtoto wangu kwangu mwenyewe. Yeye ndo alimchukua mtoto wangu, huyo msichana. Yeye ndo alimchukua mtoto wangu. Mtoto wangu hakwenda mwenyewe, alimuita mtoto na akafuatwa, akasema mwache na kazi naye. Hiyo ndo kazi alikuwa anataka kuifanya? Ndo kazi alikuwa anataka kuifanya? Tafadhali naomba mtafutie haki ilipo. Yeye ni binadamu, aliyelala pale naye ni mtu, amedhulumiwa. Tafadhali tafuteni haki ilipo. Sisi nikawa na imani nao kwa sababu sijui yule kijana alitokaje pale polisi. Kuna dhamana ya usiku wa manane, balozi pasipo kujua la mwenyekiti. Walitoa wapi hiyo nguvu ya kumwachia mtuhumiwa usiku wa manane? Tafadhali naomba wahusika, yani kila anayehusishwa kwenye hili hapa, naomba haki itendeke. Yani sitaki kusikia nani katoroka, nani katoroshwa. Serikali ipo na ilikuwepo kwa sababu ya watu kama sisi. Kwa nini wanyonge tunafanyiwa hivi? Yani msichana amewekwa polisi, sio kwa tukio la kifo. Amewekwa kwa tukio gani? Labda kwamba mimi nitatoka tu niende nikamchukue msichana wake nikamwambia awekwe kule ndani without reason? Hapana. Ni mwanamke naye, mimi sio kichaa au mimi sio mjinga. Vitu vipo kwa ushahidi. Hakwenda tu yule mtoto akajiokota pale, amekutwa na ndugu yake, na amekutwa huyo msichana akiwa amesimama anamwangalia mikono kwenye mfuko. Kwa hali ya kawaida nani ni suspect wa kwanza? Lazima awe ni yule aliyokutwa naye mtoto. Tena anamwambia mwenzake, muangalie ndugu yako ndo anavyokuaga. Amemchukua mtoto wangu mzima, anaongea. Naitwa Eric Tunga, ni mwenyekiti wa Boma la Siara. Leo asubuhi tulikwenda polisi kwa ajili ya kufuatilia kilichotokea usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, baada ya mtoto kukutwa amekufa kwenye mazingira kidogo ya kutatanisha. Basi leo ilibidi tukafika kituo cha polisi ili tuweze kujua kwamba polisi wamefikia wapi. Bahati mzuri sana tulikutana na afande Maita OCCID, tukafanya naye mazungumzo, lakini kiukweli Maita anasema kwamba yeye ndio wa kwanza kufika kwenye eneo la tukio hiyo siku ya tukio lenyewe. Ni kweli alichukua mwili ambao ukiutazama ni kama mtu alikuwa amejinyonga, lakini leo kidogo angalau tukamwambia basi kama mtu wetu alijinyonga, hebu tuambie mazingira yale, ni nani ambao ameshakamatwa, imekuaje. Lakini baadaye akasema walikuwa nayo Ausigeli ambayo siku ile alikuwa kwenye eneo la tukio peke yake na walikuwa wakiendelea na mahojiano naye, lakini tukaendelea kuwa na mashaka kwa sababu mazingira yale kidogo yana utata. Tukamwambia bana, sasa sisi tuko tunaomba pengine kama inawezekana mfanye uchunguzi zaidi kwa sababu haya mazingira kidogo yanatupa utata. Akasema ni vizuri mkafanye postmortem. Mkifanya postmortem mtagundua ukweli. Basi tukaanza taratibu mchakato wa kwenda kufanya postmortem, tukaenda mahakamani, baadaye tukampata daktari, basi tukaenda kufanya postmortem. Kwa taarifa ya daktari alisema yeye anachoweza kueleza ni kwamba marehemu alikufa kwa kukosa hewa, lakini kwa kwamba alinyongwa au alijinyonga yeye hawezi kutoa taarifa hiyo. Wanaojua ni polisi. Tulivyojaribu kuhojiana na mapolisi, basi wakasema wao wanachojua ni kwamba kijana yule alijinyonga. Basi tukao tumeondoka katika mazingira yale, lakini kiukweli sisi kama familia hatujaridhika sana na maelezo yale ambayo
kwa kweli tulipewa. Make tulivyojaribu kwenda zaidi, alitaka pengine tufanye upasuaji tuangalie, kwa sababu ukitazama kwa maelezo ya daktari asema koromeo ilivunjika, lakini akasema ili muweze kama mtapenda kujiridhisha zaidi, basi pengine afanywe upasuaji, aangaliwe kwenye koromeo, lakini waangalie na kuna organ moja hivi alisema kwamba pengine akichunguzwa pengine anaweza kupatikana majibu zaidi, lakini baadaye kwa kweli tuliondoka kwa shingo upande kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, haya ndio naweza kuyasema kwa sasa, na baadaye tukakubali tukachukua mwili na ndio tunaendelea na taratibu ya mazishi kwa sasa. Mashaka yenu ni nini? Mashaka ni kwa sababu kwa maelezo ya mashuhuda waliokuwepo kidogo mtoto amekuwa kwenye nyumba ya jirani. Baada ya kuwepo kwenye nyumba ya jirani, geti likao limefungwa kwa ndani kwa maelezo ya mashuhuda, lakini baadaye mtoto anaenda kuitwa ili aje ale chakula, akuta geti limefungwa. Waligonga kwa sababu ile nyumba ya kupanga, majirani wa pembeni ndio walitoka kuja kumfungulia yule binti aliyetumwa gate. Wamefika ndani, amekuta mtoto ameinama kwenye kamba, lakini alikuwepo house girl liko pembeni, haonyeshi kushtushwa na jambo lile. Yani hakuwa na wasiwasi. Anamuuliza mwenzake, hivi ndio mwenzenu anavyokuaga hivi? Lakini kwa mujibu wa shuhuda yule alituambia kwamba alikuwepo mtu mwingine, kijana mwingine alikuwepo kule ndani. Sasa kwa mazingira kama hayo kidogo inatupa utata. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kama kulikuwa na hali kama hiyo, pengine tungeona wale waliokuwa mle ndani, yule house girl pamoja na huyo mtu mwingine wa pili aliyekuwepo, pengine kwa sababu kifo cha mtu huwa inaleta taharuki. Sasa pengine wale wangetoka, lazima wangepiga kelele, lazima wangetoa taarifa, ingekuwa ile jambo lingeleta taharuki. Lakini tuliona kama kwa maelezo ambayo tumeyapata, tuliona kama wale ambao walikuwepo mle hawakushtushwa na jambo kama lile. Kwa tunaomba sasa kwa mazingira yale, jeshi la polisi liendelee kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha mtoto huyu. Mimi kwa jina naitwa Omar Isa. Mimi katika hii familia nimeoa ndani ya hii familia. Kufika hospitali tukaonyesha karatasi zetu kila kitu Mount Meru, na tuliingia upande wa mochwari. Tulipoingia upande wa mochwari, moja kwa moja tukaonyeshwa daktari, wakaenda wakasema tuingie wote kule ndani. Tulikuwa hata na mzee huyu, tukaingia wote kule ndani. Baada ya kuingia kule ndani, akatolewa marehemu. Yule daktari akaanza kutuonyesha jinsi mtoto alivyoumia. Maana tulikuwa tunaambiwa jibu mawili, ama sivyo atafanywa postmortem. Lakini matokeo yake daktari alimshika sehemu za chingoni, na hata hili koromero pia lote limekatika, pasipo kuweza kumfanyia hata postmortem na nini. Koromero pia limekatika, akatuonyesha mpaka huku kamba imepita. Sawa. Baada ya hapo akatuonyesha kucha. Mwanadamu anapobanwa pumzi kukosa, huwa akatuambia tuangalie mpaka kwenye kucha kuna rangi za kijani ambazo zimetokea. Baada ya hapo tukarudi naye ofisini, akaanza kutufafanulia kwamba jamani, huyu amekufa kwa kukosa pumzi, amebanwa. Akusema kwamba amenyongwa. Akasema sisi tukamwambia, je, amenyongwa ama amejinyonga? Kitu akasema, mimi natamka kama daktari kwamba huyu alibanwa na kitu kikamkosesha pumzi, tena kilikuja kikashika hapa mpaka mwisho, na ndio maana mpaka koromero pia lilikatika. Majibu ya kutoka hospitali ndio hayo, na majibu pia kutoka polisi ndio hayo, kwamba wamejiridhisha. Sisi familia tulitaka kujua kwamba mtoto ameuawa, amenyongwa, amejinyonga, lakini kwa kweli dokta kitu amesema ni kitu ambacho kilimziba pumzi, inaonekana. Na akasema kabisa kwamba ni kamba ilipanda hapa mpaka ikapitiliza ikakata mpaka koromero kwa ndani. Na kweli tumeona koromero linacheza
huku hivi kuna alama za ile kamba imepitiliza kwa juu. Kwa kweli mtoto amekufa kifo cha kusikitisha sana. Tunashukuru ametupa mwili. Hajakatwa na kuonesha dalili kwamba hapa amekatwa, hapana. Isipokuwa kuna alama ya kamba iliyombana kwa nguvu sana, na ndio kisa mpaka hii koromero ikakatika. Koromero ukishika hivi imekatika. Mimi nilikuweko na nilishika pia. Na mahali pengine tena daktari akasema mtu anapobana pumzi huwa katika vidole hivi kuna kijani utafikia kama vile wanawake wamepaka rangi, na ndivyo ilivyotokea humu katika vidole, kama vile amepaka rangi, kwamba pumzi amekosa. Walijaribu kuangalia majeraha mengine katika mwili wake. Hapa mkono nakumbuka kijana alishapata matatizo ya kuvunjika hapo nyuma, lakini jeraha lingine kwamba labda aliumia, kuna hapa tu kuna kaalama kidogo. Kwa hiyo labda inaonekana naye pia alitaka kujititimua kupambana na hao, kupambana ingalau aokoe maisha yake. Na hilo swali ndio lililotutoa kwa mpelelezi. Kwa nini yule mmoja ameachiwa kijana? Mpaka mwenzetu mmoja akamuuliza mpelelezi, amwezi kuona mnahatarisha hata maisha? Kwa sababu watu wanakuja kwenye msiba, watakuwa wengi wakimuona yule kijana, ama hata sisi familia watakuwa na jazba. Lakini yule bwana akasema, naombeni sasa tuendeni. Tukamwambia tunaomba tuonane, tutaenda ngazi kwa ngazi.